Mambo vipi rafiki, karibu tena katika kujifunza HTML. Video hii inaichagua kuwa video ya mwisho katika kujifunza input tag. Leo tutajifunza input tag ya color. Na kwa nini nafanya video hii ya input tag color? Ni kwa sababu input tag ni muhimu sana pale unapokuwa unaandika code za CSS. Badala ya kutumia nguvu nyingi katika kufikiri au kuchukua muda katika kuchagua rangi au kuandika code za rangi, ni itakusaidia hii input tag ya color kuweza kupata code na kuchagua rangi kwa wepesi kwa kutokea kwenye kile ambacho itakwenda kupatia input tag ya color. Na kuweza kuelewa ni vizuri tuandike code moja kwa moja. Input tag, tutaandika input tag kama kawaida, kisha tutaandika attribute ya type, ndani yake tutaandika color. Kufanya hivyo utakuwa umemaliza. Utaandika break line kwa ajili ya element inayofuata. Ukienda ukasave na ukarun, utaweza kuona inatokea hiki kibox hapo. Ukikiclick ndani yake utaona kuna inakupa rangi. Kwa unaweza ukachagua rangi moja kwenda rangi nyingine unaoitaka wewe wakati una design color kwenye HTML. Kwa mfano tukitaka kuchukua rangi hii, unaweza kuona kwenye RGBS nikifanya kwa mfano hivi kwenye HSL inanipa hizi code. Hizi code nikizipeleka kwenye CSS nikaziweka, tayari nitaipata hii rangi ambayo tayari nimeipoint. Labda nikisogeza mbele tena, nikija hapa nikachukua hii gray, itanipa hii. Nikija nikachukua hii, itanipa namba hizi hapa 21, 61% na 8%. Nikija kwenye rangi hii, itanipa 357, 67% na 8%. Lakini nikishuka chini kwa mfano hapa nitapata chaguo lingine hapo kwa hex. Naweza kaamua kuandika kwa mfumo wa hex. Hex itanipa hii rangi hapa juu, labda kwa mfano purple, itanipa /AF27B9. Na hii namba pia hii code inaweza pia nikaipeleka upande wa RGB ambayo ni red, green na blue, na yenyewe itanipa namba ambazo zitakuwa pia ni 175, 39 na 185. Ukienda kwenye uhalisia kwa mfano tukitengeneza hapa, tukitengeneza input, tukitengeneza kwa mfano div box, tuweke div box, alafu twende kwenye CSS tuipe background. Kwa mfano background color naweza nikaandika moja kwa moja, nikiandika labda kwa mfano gray, nikitumia mtindo huo kuandika maneno gray, nikaenda nikarun, itatokea na itakuwa rangi ya gray. Na kwa mfano labda nikiandika blue, itakubali na pia itaweza kuleta blue. Sasa kuna hii njia nyingine ambayo ni ya kuandika kwa kutumia code badala ya kutumia maneno. Kwa hiyo hii itakusaidia hii input tag ya color kuweza kuziandika kwa wepesi zaidi. Kwa mfano hii ni blue. Katika RGB kwenye hex, nikija hapa itanipa hii hapa, itakuwa ni /2055, itakuwa ni slash, kama unavyoona hapo itakuwa ni /2055 CF. Ukienda ukaidumbukiza hii, ukienda ukaidumbukiza kwenye CSS itabadilika. Ukienda ukaiandika hapa, tumepata ni /2055 CF. Ukienda ukasave na ukarani, tuone inatokea ile. Na kwa mfano labda tutumie nyingine kwa wepesi zaidi, labda tubadilishe, tutumie kijani, alafu tuende kwenye hapa juu tutumie hex hii hapa ambayo itakuwa ni tumepewa ICCE52, si ndio? Ukienda kwenye CSS tukabadilisha, tukasema tukaweka slash, tukasema 1CCE52. Ukienda ukasave na ukarun, utaona inafanyaje,
inatokea. Lakini pia tukisema tubadilishe, tuende kwenye tubadilishe rangi, kwa mfano tutumie style nani, mtindo tofauti, badala ya kutumia hex tutumie labda, kwa mfano tuende kwenye tutumie purple, afu tutumie mtindo mwingine. Kwa mfano tuje tu hapa upande wa RGB, tunaweza pia tukaitumia, ambao tumepewa ni ngapi hizo, unaweza ukaangalia tumepewa 226, tumepewa 24 na tumepewa 209. Kwa hiyo ukienda kwenye code za CSS ukaandika RGB ukaweka hiyo kodi ambayo umepewa pale 226, ukapewa 24 na ukapewa 209. Ukienda ukarun, ukasave na ukarun, utaiona inakubali tayari, imekuja papo. Kwa hiyo hata kama itakuwa ni HSL, ukienda ukaisave, ukija kwenye kodi hapa tuweze kuangalia HSL inatupa ngapi. Hapa tuende kwenye HSL. Kwenye HSL tumepewa 229, 79% na 48%. Ukienda pia ukaiweka pale utaona nakubali pia. Nenda kwenye CSS tubadilisha hapa, tumepewa itakuwa ni 299, 79% na tutakuwa na 48%. Ukienda uka save na kurun utaona nakubali, imeendelea kukubali. Kwa hiyo ukitazama utaona hii inakurahisishia wewe unapokuwa unaandika code ya CSS, upande wa rangi haitasumbua, sababu utakuwa unaweza kuziona kodi hapo, unachagua unayotaka wewe. Unaweza kwenda kwenye gray, ukaenda kwenye blue, ukaenda kwenye kijani, unaweza ukaenda kwenye blue, ukaenda kwenye hii blue bahari, ukachagua sehemu unayotaka wewe kwa kiwango unachotaka wewe, na ukaweza kupata zile kodi kwa wepesi na kwenda kuziweka kwenye CSS. Kwa hiyo hii naipenda, ni muhimu sana kwa sababu inarahisisha unapokuwa unafanya CSS. Ni rahisi sana, ukiitumia itaweza kurahisishia kazi zako. Niseme kwa video hii inatosha, ni video yangu ya mwisho kwa upande wa input tag. Ukitaka kuendelea kujifunza zaidi, unaweza ukaenda kwa Google, ukapitia YouTube zingine wameweza kuonyesha huko, wamefafanua vizuri. Kwa leo niseme inatosha. Nachoweza kuomba, tunakusisitiza ni kwamba kwa wale ambao hujasubscribe muweze kusubscribe, lakini mnaweza mkashare na mtaweza kubofya mweze kulike, lakini usiache kubofya notification ili ninapoweza kuupload nyingine uwe wa kwanza kufikiwa. Asante sana, nashukuru kwa muda wako. Tukutane katika video inayofuata.